Na kwingineko tunaarifiwa kwamba mahakama kuu humu nchini ilitoa agizo la kukamatwa kwa raia wa Uingereza aliyehusishwa na mauaji ya Mkenya Agnes Wanjiru zaidi ya miaka 10 iliyopita. Jaji Alexander Muteti alitoa agizo hilo huku familia ya marehemu sasa ikisema kwamba ina matumaini kwamba haki itatendeka, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Seth Olale. Hatimaye ni afueni kwa familia ya marehemu Agnes Wanjiru baada ya jaji mkuu Alexander Muteti kutoa hati ya kukamatwa kwa mshukiwa mkuu raia wa Uingereza anayedaiwa kutekeleza mauaji hayo miaka 13 iliyopita katika hoteli ya Lions Court Lodge mjini Nanyuki, kaunti ya Laikipia. So there is probable cause to order the arrest of the accused and his surrender before this court for trial. It shows that now they have started the process of serving us justice. Mahakama vilevile iliamuru vyombo vya habari kutochapisha majina ya mshukiwa huyo raia wa Uingereza ili kulinda maafikio ya kesi hiyo. It is high time the UK government do justice to the family of the late Agnes Wanjiru by ensuring that there are no roadblocks put into the case of this suspect. Familia vilevile inataka fidia ielekezwe kwa mwanawe marehemu Agnes Wanjiru. Her mental health is not okay, and even during the Secretary of State of Defense, he witnessed that because throughout the meeting she was just crying. My committee has recommended that visiting troops, if they commit crime, which include murder, they should be subjected to the laws of the host country. Mwenda zake Agnes aliripotiwa kuuawa usiku wa kuamkia tarehe 1 mwezi Aprili mwaka 2022 mjini Nanyuki. Seth Olale, runinga ya Citizen. Malezi ya watoto wenye mahitaji maalum ni